Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa fedha nchini Marekani amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo wanalifanya wakati huu ni kuweka vikwazo vya kiuchumi kwa Iran, na kwamba hata kitendo cha kuzingira bandari za Iran kunalenga moja kwa moja kuua mapato ya serikali kwa kuzuia biashara ya baharini. Mpango wa serikali ya Marekani ni kuzuia mapato ya serikali ya Iran wakati huu, kwamba Iran isipate fedha kutokana na mapato yanayotokana na mafuta. Waziri huyo wa hazina Bwana Scott Bessent amesema kuzingirwa kwa bandari za Iran wakati huu ni katika kuhakikisha kwamba wa Iran hawapati fedha ambazo zitaendesha vita pale ambapo itahitajika. Anasema zaidi kwamba hifadhi ya kisiwa cha Khark itajaa na visima dhaifu vya mafuta vya Iran vitafungwa. Bessent anasema kisiwa cha Khark kinachukuliwa kuwa kitovu cha sekta ya mafuta ya Iran, ambapo 90% ya mauzo yake ya nje hupita. Sambamba na taarifa za awali kuhusu juhudi za shinikizo la kiuchumi, Bessent pia anasema fedha za Iran zitasalia kugandishwa na mtu yeyote au chombo chochote kitakachofanikisha mtiririko wa fedha kwenda Iran kitahatarisha vikwazo vya Marekani. Hata hivyo, Iran inafanya mikutano ya hadhara ikiwa ni pamoja na kuonyesha makombora ya ballistic. Wanajeshi wa Iran walifanya maandamano usiku wa kuamkia Jumanne, huku mazungumzo yakishindikana huko Islamabad na Marekani, huku wanachama wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC walionekana wakionyesha kombora la ballistic, ambalo ni tukio la kuonyesha wapo tayari kwa ajili ya vita baada ya siku ya mwisho ya usitishaji wa mapigano kutamatika siku ya jana Jumanne usiku. Televisheni ya taifa ya Iran ilionyesha wanaume wakiwa wamebeba bunduki aina ya Kalashnikov wakiwa wamepanda juu ya kombora linalofanana na kombora la ballistic la Kadiri katika mji mkuu wa Iran, Tehran. Makombora kama hayo ya Kadir yanaweza kutoa mabomu ya kibinafsi yanayojulikana kama mabomu ya vishada, ambayo Iran ilitumia sana wakati wa kushambulia Israel wakati wa kipindi cha vita. Iran wakati huu haina njia yoyote ya kufanya baada ya kuwekewa vikwazo vingi na Marekani, lakini mpango pekee ambao sasa wanaufanya ni kuhakikisha wamejipanga upya kwa ajili ya vita. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wa kimagharibi wanaona kwamba kinachoelekea baada ya kushindikana kwa mazungumzo ni kwamba wa Iran huenda wakasalia na msimamo wao wa kutotaka mazungumzo kati yao na Marekani, jambo ambalo litasababisha vita vingine ambavyo wanaona vitaweza kusababisha hali ya uchumi kuyumba kwa namna moja ama nyingine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.